Rais William Ruto amehakiki juhudi za kujenga bomba la mafuta katika mji wa Tanga, Tanzania, kurahisisha upatikanaji wa mafuta ambayo imekuwa donda sugu katika mataifa ya Afrika ya Mashariki. Rais akiwataka Watanzania kukumbatia mradi huu ambao utakuwa kiinua uchumi sio tu kwa taifa hilo ila kwa mataifa jirani. Aidha, ameweka wazi kuwa hakuna uadui kati ya Kenya na Tanzania wala ushindani, kwani wao ni ndugu na dada, akipigia upato kuondolewa kwa vikwazo vya biashara. Alizungumza wakati wa hotuba yake kwa bunge la Jumuiya ya Muungano wa Tanzania, kama anavyoarifu Fred Wambua. Katika siku yake ya pili nchini Tanzania, Rais William Ruto kupitia mwaliko wa Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kulihutubia bunge la Tanzania. Rais Ruto amepigia upato ujenzi wa kituo cha bomba la mafuta katika mji wa Tanga, Tanzania, akibaini kuwa hii ni njia mojawapo ya kurahisisha upatikanaji wa mafuta unaohangaisha mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uganda, Tanzania na Kenya tunaweza kujenga refinery ndio tuhakikishe ya kwamba ile mafuta tunairefine hapa kwetu, pesa inabaki hapa kwetu, nafasi za ajira inabaki hapa kwetu. The crude pipeline is already heading to Tanga, na mafuta pale tukimalizia itakuwa sehemu fupi sana kutoka Tanga mpaka Mombasa. Tupeleke mafuta alafu tuweke kwa ile pipeline ambayo tuko nayo tayari. Ametoa jawabu kwa Watanzania kuhusiana na semi zake za awali za ujenzi huo anazosema ni kama ziliwakera baadhi yao, ila akiwataka kuwa na moyo mkunjufu wa kupokea mradi huu utakaokuwa na manufaa kwao na mataifa mengine. Sasa nimesikia nyie mnamuuliza Mama Suluhu maswali magumu. Mbona yule bwana ameenda kutangaza refinery ya Tanga na kule, na sisi wenyewe hatujatangaza? Sasa nauliza nyinyi, ile ni refinery bana, is a big investment. Sikizeni, hiyo investment is in billions of dollars. Kama mimi ningekuwa na nafasi ningeipeleka kule Kenya, lakini kwa sababu ya kuamini ujirani na bara letu la Afrika na Jumuiya ya East Africa, sisi ni wamoja, nikasema ikijengwa Tanga ni kama vile imejengwa Kenya. Aidha, ameweka wazi kuwa makampuni kutoka Kenya na Tanzania wamewekeza mabilioni ya pesa katika mataifa haya mawili, akidokezea kuwa hii ni njia mojawapo ya kuhakikisha mataifa haya mawili yananawiri. Our bilateral trade reached approximately $860 million in 2025, and we are on course to hitting $1 billion this year, a reflection of growing opportunity. But this is only a fraction of what is possible. Makampuni za Kenya hapa Tanzania zimeegeza bilioni 1.7 ya Kimarekani humu Tanzania. At the same time, Tanzanian investments in Kenya, now valued at US dollars 336 million, are steadily expanding. Rais Ruto amechukua fursa hii kuhamasisha ushirikiano na urafiki baina ya mataifa haya mawili, akipuuzilia mbali uadui baina ya mataifa haya, akidokezea kuwa uongozi wake na Samia unarejesha urafiki kikamilifu. Wakenya sio maadui wa Watanzania, Watanzania sio maadui wa Kenya. Maadui wetu sote ni pale ambapo hatuna mali, hatuna nafasi za ajira, hatuna fedha. That is what we must struggle against. Frederick Wambua, Undugu TV.